Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya uwakili wa Union ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Chingolo Magoti, alipokuwa akizungumza na Hope Channel Tanzania katika semina ya uwakili inayoendelea kufanyika katika bonde la Mbalizi, ikihusisha waumini kutoka mitaa ya Mbalizi, Izumbwe na Mlimaleli. Watia moyo wale wanaotusikiliza na kutazama, wazidi kufuatilia matangazo yanapotolewa makanisani kuhusiana na semina kama hizi za uwakili, wasipange kukosa, kwa kuwa watu wanachota mibaraka mikubwa jinsi Mungu anavyohitaji tutegemeze utume wake kupitia idara ya uwakili. Na semina hizi zimekuwa ni za pekee kwa sababu kuna masomo ya ujasiriamali yanafundishwa, masomo mazuri ya jinsi ya kufanya kazi ili tuweze kujipatia kipato kwa ajili ya familia zetu na kutegemeza utume wa kazi ya Bwana. Hivyo matazamio yetu makubwa katika semina hizi, tunatazamia ya kwamba baada ya semina hizi, wana semina wote waliohudhuria, ninaamini hatua moja watapiga daraja kubwa, hatua kuwa mawakili waaminifu kadri wanavyobarikiwa na Bwana katika biashara, katika kazi, kwenye mashamba, kwenye mifugo, watarudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu. Nao baadhi ya washiriki wa semina hiyo wameeleza namna mafunzo wanayopata yanavyowabadilisha katika maisha yao ili kukua kiimani na kiuchumi. Ni umuhimu na namna ya kufanya kazi. Wangekuja wangeona hata namna ya kufanya kazi zao kuwa bora. Maana unapokuja hapa unaona ubunifu. Kumbe nilichojifunza kingine hapa, unaweza ukawa unafanya kazi lakini huijui thamani ya kazi unayofanya. Unaweza ukafikiri kwamba mimi ni fundi, kumbe huo ufundi una thamani bora zaidi. Kwa hiyo kwa kuja hapa angeona ubora wa kazi anayoifanya, asingeichukulia kawaida. Kumbe hao wateja anaowauzia leo angeona namna ya kuwapa thamani katika maisha yao. Tukihudhuria tunajifunza vitu vingi mbalimbali. Na sisi ni vijana kizazi cha sasa hivi, najua tupo na changamoto nyingi. Kwa tukiwa tunahudhuria kwenye mafundisho kidogo tunakuwa baadhi tunaimarika kufuatana na tunachofundishwa. Mambo mengine ni ya wazazi wazee wetu waliopita zamani. Walikuwa wanaishi hivi na hivi, lakini sasa hizi tupo hivi na hivi, tunaweza tukabadilika pia. Jitahidi kuwapa ushirikiano viongozi wetu katika matangazo yanapotolewa, ili kila mmoja anaposikiliza tangazo lialiweke kichwani mwake na kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya hii mikutano inayoendelea, na kadiri uwezo ambapo Mungu akitujalia uzima na afya kwa mara nyingine tena tuweze kukutanika katika eneo hili au katika mtaa tofauti na huu tulipokutana leo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.